Mimi nimechukulia kama timu haijakuwa mchezoni, wamecheza chini ya kiwango. Maana mechi inaanzia nje ya uwanja, mashabiki yao, yani ndio hamasa, ndio tumejizoesha hivyo. Lakini hamasa likopo hamna kabisa, basi na wachezaji imeongea akilini. Refa wamechezesha vizuri. Tumecheza chini ya kiwango. Unafikiri ni hamasa kwa chini ndio imepelekea nyinyi kupoteza mchezo huu ama nini chengine ambacho pengine unakiona wewe kama shabiki? Hamasa ikiwa chini inaingia kwenye akili ya wachezaji. Na wachezaji nao wamekuja ngoja bora liende, yaishe, findika kombe, Mwanalamu apite. Shukrani sana. Haina mbaya. Lakini shabiki wa Mwananchi yupo hapa. Tutazungumza na wote. Majina yako, kiasi gani mna furaha? Kulikuwa na kimuemue hapa na pale, mchezo tulikuwa tunaona upande wenu, mtani wenu na nyinyi wenyewe, lakini hatimaye dabi imepigwa, bingwa amepatikana. Furaha kwenu kiasi gani? Mnafikiri mchezo wa leo kwa ujumla unaozungumziaje? Tuanze na majina yako. Naitwa Mboma Machipsi. Leo nimefurahi sana leo. Hamna siku nimefurahi kama leo. Na wakati natoka nyumbani nishasema goli 2 na nishazipost hizo goli 2. Na kweli tumekuja hapa tumekunguta goli 2. Japokuwa walituambia kama hataingia uwanjani, lakini tulijua tule kama wanatuzuga sisi mipango yao, lakini yote tunashukuru Mungu, tumechukua kombe mgongoni kwao. Alhamdulillah. Ila Simba atafute na kucheza nao, sio Yanga tena. Shukrani. Asante sana. Tuzungumze na wewe. Huyu ni moja ya shabiki wa kipekee, shabiki ambaye unaweza kuona ana mpaka tattoo ya Simba Sports. Unaweza kuona ana hadi tattoo ya klabu ya Simba. Hii ni kwa namna gani kuonyesha kwamba ana mapenzi ya dhati na timu yake? Pengine kupoteza huku na kupokeaje? Ni kawaida ya mchezo, aliyekuwa bora anapata matokeo, lakini nyinyi kama mashabiki mnaipokeaje hii ya leo? Tuanze na majina yako. Kwanza kwa majina, mimi naitwa Abed Mohamed Salum Kingoe aka Kid Smart Simba. Of course mimi ni shabiki wa mpira, napenda sana mpira, naipenda Simba, lakini mimi napenda mpira. Kwanza nitoe pongezi kwa maasimu wetu ambao ni watani Yanga. Tumefungwa na timu ambayo ni bora, timu iliyojiandaa ambayo yani imepambana nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Hatuwezi kuacha kuongea hicho. Lakini kama timu yangu ya Simba, of course nimeona progress kwamba tulikuwa kutoka msimu uliopita mpaka sasa hivi kuna kitu kinaonekana, japo kinachoniuma ni kwamba inaonekana ndani ya Simba hakupo sawa. Yaani tukiongea ukweli, tuzungumze, huu ni mpira. Mimi najua leo Simba alikuwa amekuja kutimiza, yani kukamilisha ratiba ya ligi iishe, ili tusije tukatokea makandokando kufungiwa ligi kutokana na matatizo ambayo yametokea toka tarehe 7, tarehe 8 na kuendelea. Lakini huu ni mpira. Kama ni mpira, inabidi unaposhindwa ukubali kwamba umeshindwa kwa sababu fulani na umepatia kwa sababu fulani. Wachezaji wa Simba wameplay part yao kwa nafasi yao, kwa kila mmoja, kwa sababu mimi nimeona mpira ambao kila mmoja alikuwa anataka kujiuza, mimi ni nani, nifanye nini. Umeshanelewa? Battle ilikuwa ni kubwa pale katikati, refa kafanya vizuri kwa nafasi yake. Lakini kitu kimoja ambacho nataka niongee na uongozi wa Simba, mimi watamsifia Fadlu Davis, ni kocha mzuri kimbinu, umenelewa. Lakini mimi tatizo langu na Fadlu ni kwenye team selection. Unajua brother, tuseme ukweli, hakuna mtu yote ambaye hajui kama Mavambo anajua mpira. Si ndio? Hakuna mtu asiyojua hilo. Hakuna mtu asiyojua kwamba Okejefa anajua mpira. Kila mtu anajua hilo. Lakini uwezi wachezaji wote waliosajiliwa Simba, hauwezi kila siku wakacheza wachezaji wale. Mfano, mimi nina wasiwasi sana na Ngoma. Ngoma ni mchezaji mzuri sana. Hakuna mchezaji ligi kuu ya Tanzania anapiga pasi kama Ngoma. Lakini kuna uwezo ambao umeshuka ambao ni wa kimwili. Mpira unahitaji fiziki. Anapokuwa amechoka mtu mtoe apate aingie mchezaji mwingine aonyeshe kitu. Huwezi kuniambia leo kaniaminisha kwamba Mavambo ni mchezaji mbaya. Inawezekana ni kwamba haingii kwenye mfumo wa kocha. Hiyo inawezekana kimpira inatokea. Lakini sasa sisi ni mashabiki. Brother, hakuna kiongozi ananunua jezi. Hakuna kiongozi analipia kuingia humu ndani Taifa. Sisi ndio tunalipia jezi. Sisi ndio tunanunua jezi, tunalipia kuingia Taifa. Maana yake nini? Sisi ndio tunapenda Simba. Hakuna mtu mwingine. Brother, nimechora nembo, nimelipa hela. Hakuna kiongozi yote aliyolipa hela. Ni kwa sababu tu ya mapenzi ya dhati na Simba. Kwa hiyo ifike stage viongozi kwa wanachokifanya, wasio wanaanza, wanarudi nyuma, wanaanza na rudi nyuma. Naombea kwa Mungu awape busara, wakae vizuri, waangalie wachezaji gani ni bora, watuletee msimu ujao tufurahi na sisi. Tumechoka na sisi kuumia kila siku. Shukrani. Nashukuru sana. Mashabiki hao kama unavyoweza kuona, tupata mwingine wa Yanga na yeye azungumze. Ni ubingwa wenu wa 31 hapana shaka msimu huu. Furaha kiasi gani kupata ubingwa huu, lakini imekuwa ni ngumu kiasi gani kwa mtani wenu? Mara hii tukizungumzia mwaka huu na mwaka uliopita, hapana shaka amebadilika
kwa namna ambavyo ameonyesha ushindani kwa nafasi yenu. Mchezo wa leo mnauzungumziaje na ubingwa huu unamaanisha nini kwenu kama mashabiki? Tuanze na majina yako. Sawa, naitwa Innocent Kamugisha, ni shabiki wa Yanga. Mchezo ukihalisia wa leo kidogo watani walikuwa wamejipanga. Lakini kilichotusaidia sisi tuna wachezaji bora kuliko Simba. Na kingine ninachoweza kushukuru hao wadhamini wetu mfano JSM wanapambana sana na tunawashukuru sana kwa hili. Bila hao hata leo tusingefikia hili. Kwa tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hili na tunajipanga vyema kwa ajili ya mwakani. Shukrani. Asante. Tumalizie wa mwisho wa Simba alafu na mmoja wa Yanga tufunge. Majina yako na uzungumziaje mchezo kama mashabiki, mnafikiri pengine wapi ambapo timu yenu imewaangusha siku ya leo? Kwa majina naitwa Khalid Abdallah Kombo ama Kombo Jeyala. Kwa kweli mimi katika siku ya leo nimeumizwa sana katika kuanzia katika promote mchezo wenyewe. Tulipopromote mchezo na vile tulivyoingia ni vitu vile tofauti kabisa. Kocha ameingia kweli ametafuta kikosi ambacho anachojaribu kila siku kukitengeneza, lakini mimi naona katika mistake ambao walifanya kumwanzisha Joshua Mutale alishakuwa ameshachoka toka kipindi cha kwanza, inaonekana kusaidia dakika 20 za mwanzo alishakata. Kwa maana ilibidi kufanya sabu ili mpira uendelee kuchezwa vizuri. Lakini sasa kwa bahati mbaya kocha hakulijua hilo na akaendelea kumwacha mpaka dakika 45 na pia kuja kukosea zaidi kuja kumuingiza mtu ambaye mgonjwa Abdulrazak Hamza. Tunajua kwamba Lille ni mgonjwa, lakini sasa hakuwa na jinsi ya kumuingiza wakati sisi tunajua kwamba kuna wachezaji wengine zaidi ya Hamza kuja kusaidia timu. Kwa hiyo na Awesu pia ajitazame. Awesu yani katika wachezaji ambao kusema kweli leo uongozi kusema kweli kocha angalie pia. Kusema kweli sisi tumefanya vizuri. Timu imefanya vizuri sikatai. Lakini kuanzia kwa Mutale, Awesu na Hamza kusema kweli kocha pale ajitathmini. Shukrani. Asante. Na wa mwisho pengine wa Yanga tumalizie. Yes, majina yako mna upokeaje ubingwa huu wa leo mara 31 mbele ya mtani wenu? Kwanza nimtangulize Mwenyezi Mungu. Kwa majina naitwa Musa Ali Ndiali, ni mwanachama na mshabiki wa Young African. Kiukweli mchezo wa leo tunashukuru kocha amedominate vizuri mchezo. Kwa maelekezo ya kocha wachezaji wameweza kuyafanyia kazi vizuri, na kama unavyoona kuanzia kipindi cha kwanza nafikiri kama uliona kwa kiasi kikubwa ilikuwa kama kocha anausoma mchezo. Ndio maana uliona tempo ya kipindi cha kwanza ilikuwa chini. Lakini baada ya kurudi kipindi cha pili tunashukuru kocha amefanyia maelekezo mapungufu ya wenzetu, tumeweza kupata ushindi. Lakini yote kwa yote huu kutokana na ubora wa wachezaji tuliokuwa nao Young African tunajivunia na tunaomba viongozi waendelee kupambania timu kama wanavyopambania sasa hivi. Tunashukuru sana JSM ameendelea kuwekeza na tunaendelea kufanya vizuri. Yote kwa yote mapungufu ya Simba machache ndio yalikuwa yametufanya leo tupate ubingwa. Kama mnaona kabisa backline zao zilikuwa zimechoka. Chemaloni wao ambao walikuwa wanamlilia unaona kabisa amechoka. Damu changa ya Mzize pale ilikuwa inaenda kuchafua kila aina ya magoli tulikuwa tunaweza kuyapata, lakini kutokana na tekniki ndogo chache za hapa na pale zimefanya tuweze kukosa magoli mengi zaidi. Lakini kikubwa nashukuru kuanzia benchi la ufundi, kuanzia viongozi na wachezaji wameweza kujituma. Ushindi ndio tulikuwa tunauhitaji ili tuendelee kutetea ubingwa wetu.